Mwanzilishi mwenza wa Netflix, Reed Hastings, ametangaza kujiuzulu nafasi yake katika bodi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo mara baada ya muda wake utakapomalizika mwezi Juni mwaka 2026. Taarifa hiyo imetolewa jana Aprili 16 kupitia ripoti ya mapato ya robo ya kwanza ya kampuni hiyo, ikija chini ya miaka mitatu tangu Hastings ajiuzulu nafasi yake ya mkurugenzi mtendaji, yani co-CEO, na kubaki kama mwenyekiti mtendaji wa bodi. Kwa sasa uongozi wa kampuni unasimamiwa na Ted Sarandos pamoja na Greg Peters. Hastings amesema mchango wake mkubwa ndani ya Netflix ulikuwa ni kuhakikisha wateja wanapata furaha, kujenga utamaduni imara wa kazi na kuanzisha kampuni inayoweza kudumu kwa mafanikio ya vizazi vijavyo. Baada ya kuondoka, anatarajiwa kujikita zaidi katika shughuli za misaada na mambo mengine binafsi. Kuondoka kwake kunakuja muda mfupi baada ya Netflix kujiondoa katika mchakato wa kununua Warner Bros Discovery, hatua iliyofungua njia kwa Paramount kuendelea na mpango wa kuinunua kampuni hiyo. Hata hivyo, Sarandos amesisitiza kuwa uamuzi wa Hastings kuondoka hauhusiani kabisa na swala hilo. Hastings alianzisha Netflix mwaka 1997 ambapo kampuni hiyo ilianza kwa huduma ya kukodisha DVD kwa njia ya posta kabla kubadilika na kuwa jukwaa kubwa la utiririshaji wa filamu na vipindi mtandaoni. Chini ya uongozi wake, Netflix ilibadilisha kabisa tasnia ya burudani, ikianza pia kutengeneza maudhui yake yenyewe na kuanzisha mfumo wa usajili wenye matangazo nafuu. Kufikia mwaka 2023 alipoachia uongozi wake wa juu, Netflix ilikuwa na zaidi ya wateja milioni 230 duniani. Huku kufikia Januari mwaka 2026, idadi hiyo ilifikia takriban watu milioni 325.